Rais wa Marekani Donald Trump amezua hasira kali nchini Uingereza baada ya kudai kuwa majeshi ya NATO hayakuwa mstari wa mbele wakati wa vita vya Afghanistan. Kauli hiyo imekosolewa vikali na viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa pamoja na wanajeshi waliowahi kushiriki vita hivyo, wakisema ni kudharau mchango wa kujitoa mhanga kwa wanajeshi wa Uingereza na washirika wa NATO. Akizungumza na kituo cha Fox News, Trump alisema hana uhakika kama NATO ingeisaidia Marekani iwapo ingetokea haja, akisema kuwa wanajeshi wa muungano huo walipelekwa Afghanistan lakini walikaa mbali kidogo na mstari wa mbele. Kauli hiyo imeelezwa kuwa ni tusi kwa wanajeshi 457 wa Uingereza waliopoteza maisha yao katika vita vya Afghanistan. Mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje wa bunge la Uingereza, Emily Thornberry, alisema matamshi ya Trump ni tusi kubwa kabisa, na akasisitiza kuwa Uingereza imekuwa bega kwa bega na Marekani kila ilipohitajika. Kiongozi wa chama cha Liberal Democrats, Sir Ed Davey, alisema Trump hana haki ya kuhoji kujitoa muhanga kwa wanajeshi wa Uingereza, huku akimkosoa kwa kuepuka huduma ya kijeshi hapo awali. Mbunge wa Conservative na aliyewahi kuhudumu Afghanistan, Benny Obese Jesti, alisema ni jambo la kusikitisha kuona kafara ya wanajeshi wa Uingereza na washirika wa NATO ikidharauliwa na rais wa Marekani. Naye waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi, David Van Wil, amepinga vikali kauli za Trump, akizitaja kuwa si za kweli, akisema wazi kuwa wanajeshi wa Ulaya walimwaga damu wakipigana bega kwa bega na majeshi ya Marekani ya Afghanistan. Kwa upande wake, Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilikumbusha kuwa katika vita vya Afghanistan, majeshi ya NATO yalifanya mafunzo pamoja, yakapigana pamoja na wakati mwingine yakapoteza maisha pamoja. Marekani ilivamia Afghanistan mwaka 2001 kufuatia mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11, na NATO iliweka katika matumizi ibara ya 5 ya ulinzi wa pamoja kwa mara ya kwanza katika historia yake. Zaidi ya wanajeshi 3500 wa muungano walifariki katika vita hivyo hadi Marekani ilipojiondoa mwaka 2021, huku Uingereza ikiwa ya pili kwa idadi ya vifo vya wanajeshi baada ya Marekani. Rais wa Marekani amewatusi Uingereza kusema kwamba walikaa mstari wa mbali kidogo na mstari wa mbele kwa sababu ya vita ambavyo vilitokea nchini Afghanistan mwaka 2001 baada ya Marekani kuweza kuivamia Afghanistan kipindi hiko kufuatia shambulizi la September 11, ambapo Marekani iliweza kupigwa shambulizi baya kabisa na Afghanistan, ambapo hatimaye baadaye mwaka 2001 Marekani ikafanya uvamizi nchini Afghanistan ili kuweza kulipa kisasi kikubwa, na wanajeshi takribani 3500 walifariki kwenye vita, yani wanajeshi wale wa muungano pamoja na Marekani, ambapo kutokea Marekani basi Uingereza ilikuwa ni taifa la pili kupoteza wanajeshi hao. Sasa mtazamaji wetu, share maoni yako kwenye uwanja wa comment dhidi ya kauli za Trump za kebehi kutoka katika jeshi la Uingereza.